Kwanza, ndugu mwenyekiti, niwapongeze kwa dhati ya kabisa ya roho yangu na moyo wangu kwa kazi ambayo mmeifanya wakati wa daftari la mwisho ili tulumaliza hivi karibuni. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa kazi mlioifanya kubwa ya kukipigania chama na kutuletea wapiga kura wapya na kuwaingiza kwenye daftari na kuwajumuisha pamoja na wale ambao hazina ya mwanzo tulikuwa tunayo. Sasa tumekuwa tuna mtaji mkubwa, na kazi hiyo mlioifanya nyinyi tunawashukuru sana sana sana. Mmefanya kazi kubwa na mmekipigania chama, na kwa kweli jambo lilobakia hapa sasa jambo hili moja: kuzilinda hizo kura, kuzilea, kuziengaenga, kuzifanyia mambo mazuri. Maana vijana hawa wanakuwa kama mara leo wako hivi, mara leo wako hivi, hawatabiriki hawa. Lakini naomba tuzilee kura hizi hadi Oktoba 25 na tuhakikishe kwamba tunazisimamia, kwa sababu wengi ambao tumwaandikisha mara hii wajukuu zetu, watoto wetu. Kweli si kweli? Hivyo kweli sisi tutashindwa? Au sawa sana kusema ng'ombe atashindwa na nundu yake? Sisi hatuwezi kushindwa na vijana wetu, au sio? Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunazilea, tunazienzi hizo kura, baadaye tunazielekeza sasa kuelekea katika mapambano Oktoba, kuhakikisha kwamba kura zote zinapigwa kwenye Chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? Hilo moja. La pili, tumeshusha baada ya mkutano mkuu uliofanyika tarehe 18-19 Januari 2025, tumeshusha maelekezo namna gani kura za maoni zikapigwe. Mwanzo walikuwa wanapiga watu wachache na kulikuwa kuna urasimu mkubwa. Wengi wetu tulikuwa tumeachwa kando, hatushiriki katika zoezi lile, na ilikuwa maneno mengi. Sasa chama kimesema wale wa viongozi wote waliokuwa wana nafasi zote, kila mwenye nafasi hapa atapiga kura, kuanzia shina na wajumbe wake wote wanne wale. Hapa leo najua mabalozi hawapo, hawajaalikwa kikao hichi, lakini hapa wapo wajumbe wa kamati za siasa za siasa chama, lakini vile vile kuna kamati za utekelezaji za jumuiya zote. Hao wote pia ni wajumbe wa mikutano mikuu hiyo ya wadi pamoja na majimbo. Uchaguzi oye! Kura za maoni oye! Nisikilizeni vizuri. Kura hii kila mmoja akapige kwa mujibu wa matakwa yake na mapenzi yake. Anahisi mimi kiongozi huyu ananifaa. Msije mkatuletea malalamiko baadaye, baada ya kuwa mshafanya maamuzi kwenye visanduku, mshawasimamisha hao. Sisi kama secretariat hatutamdhulumu mtu kwa haki yake. Aliyepata nafasi ya kuongoza kwa kura tutampa kipaumbele, unless otherwise mtu huyo anayeongoza kura iwe labda ana makando, tapeli, kitangi. Manake sifa hizo hatuwezi kukusimamisha shekhe, wewe kitangi, alafu umeongoza kwa kura kwa hila fulani hivi, alafu tukakusimamishe wewe uende mbele ukapiganie chama na wapinzani. Wapinzani wakasema yule kitangi, je, mmetuletea kitangi? Itawezekana? Mmetuletea tapeli? Itawezekana? Tuleteni mtu safi. Chama hichi kisafi. Tuleteni mtu safi. Na makosa hayo kama mtakuwa mmeyafanya nyie, sisi tutarekebisha. Tumeelewana sio? Lakini sasa nyinyi jipangeni. Malalamiko baadaye yasikuwepo.
kwamba tumemchagua mtu sasa hivi hatumuoni. Tumemchagua mbunge, mwakilishi na diwani, sasa hivi hawaonekani majimboni. Kwa nani aliwachagua? Si mmekubali kuchukua shilingi 10,020? Sisi moye, tuleteni mtu ambaye akipigiwa simu anapokea, jimboni havundi, hana kamati sijui ambaye anasema mimi niko wapi, sijui akadharau chama, vikao vya chama vinavyomhusu anahudhuria kwa wakati, na ahadi zake zote anazozitoa kwenu anazitekeleza kwa wakati aloahidi. Sisi moye.